Kiongozi mpya wa kijeshi wa Madagascar, Colonel Michael Randrianirina, anatarajiwa kuapishwa kuwa rais wa taifa hilo siku ya Ijumaa, licha ya uamuzi wa Umoja wa Afrika AU kusitisha wanachama wa nchi hiyo kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyomng'oa madarakani Rais Andry Rajoelina. Mapinduzi hayo yaliyotokea baada ya wiki kadhaa za maandamano ya wananchi yaliyosababishwa na ukosefu wa maji na umeme, ambayo baadaye yaligeuka kuwa vuguvugu la kisiasa lililolenga kumng'oa Rais Rajoelina madarakani. Jeshi lilichukua madaraka na kumlazimisha rais huyo kuondoka nchini, huku wananchi wengi wakipongeza hatua hiyo wakidai mabadiliko. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano usiku, Colonel Randrianirina alisema kuwa ataapishwa rasmi na Mahakama Kuu ya Katiba kuwa rais kwa msingi mpya wa Jamhuri ya Madagascar. Taarifa hiyo ilisomeka kuwa Colonel Michael Randrianirina ataapishwa rasmi kuwa rais wa kurejesha misingi ya Jamhuri ya Madagascar katika hafla maalum ya kitaifa. Hata hivyo, tangazo hilo limezua mgogoro wa kikatiba nchini humo, kwani Rais Rajoelina amekataa kujiuzulu, akisisitiza kuwa bado ndiye kiongozi halali. Awali alitangaza kuvunja bunge la kitaifa na kuwatuhumu wabunge kwa kushirikiana na wanajeshi kupanga njama za kumng'oa madarakani. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na shirika la habari la AFP, Rajoelina aliondoka nchini kati ya Oktoba 11 na Oktoba 12 baada ya kupokea vitisho vya moja kwa moja dhidi ya maisha yake. Vyanzo vya habari vimesema kuwa alihamishwa na ndege ya kijeshi ya Ufaransa kuelekea eneo lisilotajwa kwa usalama wake. Colonel Randrianirina amesema kuwa serikali ya mpito itaundwa chini ya usimamizi wa kamati ya kijeshi ambayo itaongoza nchi kwa kipindi cha hadi miaka miwili kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Ameeleza kuwa taasisi zote za serikali zimesitishwa kwa muda isipokuwa bunge la kitaifa. Mnamo Jumatano, Umoja wa Afrika ulitangaza kusitisha mara moja wanachama wa Madagascar, ukitaka kurejeshwa kwa uongozi wa kiraia na kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki. Umoja huo ulionya kuwa hatua hiyo ya kijeshi inaweza kupelekea nchi hiyo kutengwa kimataifa. Wakati huo huo, Rais Rajoelina kupitia ujumbe wake kwa umma alisema kuwa yuko katika eneo salama, lakini hakueleza lini atarejea nchini. Hatima yake kisiasa na mustakabali wa taifa hilo kwa sasa uko katika hali ya sintofahamu, huku wananchi wakaendelea kudai utulivu na demokrasia. Kwa jumla, hatua ya kijeshi nchini Madagascar imezua mjadala mkubwa barani Afrika kuhusu mustakabali wa demokrasia katika mataifa ya Afrika yaliyokuwa na historia ya utawala wa kijeshi. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanasema uamuzi wa Umoja wa Afrika utaweka presha kwa viongozi wa kijeshi kurejesha utawala wa kiraia haraka iwezekanavyo. Risasi Mohamed, Jambo TV.